Gift Online TV. Tuko katika kipindi chako pendwa cha Love Zone. Tukizungumzia Love Zone, tunazungumzia masuala mazima kuhusiana na masuala ya mahusiano. Wewe mwenye ndoa, wewe mwenye mchumba, ama wewe ambaye ndo kwanza unataka utafute mwenza wa kwako ambaye mtaweza kushirikiana katika mambo 1, 2, 3, kimaendeleo, kimapenzi, lakini pia kiuchumi. Endelea kutufuatilia, usichoke kusubscribe, kulike, share pamoja na kucomment ili upate kila ambacho tunafanya kila siku. Mimi ni Esther Mamkwe, nipo na Eric Kaiman. Tunazungumza kuhusiana na sifa za mwanaume na mwanamke kwenye mapenzi. Tutajua mwanamke una sifa gani na mwanaume pia ana sifa gani. Karibu kutufuatilia. Bwana Kaiman, mambo vipi? Mambo ni poa, sijui upande wako wewe. Mimi niko salama, uko vizuri? Mungu tumeweza kukutana tena. Uko njema Kabisa. Umpendaye? Jambo pia. Yuko poa? Yuko poa. Anakupenda? Tunapendana. Unampenda? Tunapendana. Basi ni vizuri. Ndio maana kumbe mashallah. Kabisa. Unaambiwa kwamba mwanamke akiwa na mtu ambaye anampenda, akipata amani ya moyo basi lazima apendeze. Kabisa. Lakini kama akiwa na furaha kwenye mahusiano naye, mbona anapoputika? Makunyanzi anafuba. Ukimwona mwanamke mzuri mjini, huyo anapendwa. Na kama anajipenda peke yake? Kama anajipenda peke yake haitoshi, lazima upate mbadala. Nguvu ya pembeni. Hivyo labda atakuwa ameamua ku give up. Sawa, tunazungumza kuhusiana na sifa za mwanamke pamoja na mwanaume kwenye mapenzi. Tuje kwa upande wako, ni sifa zipi ambazo mwanaume unazipata au wewe unapaswa kuzifanya mnapokuwa kwenye mapenzi? Yani kwa asilimia kubwa tukisema tuanze kumtazama mwanaume kama mwanaume kwenye mahusiano. Mwanaume kwenye mahusiano anaenda pia kutokana na mwanamke. Mwanaume anaenda kutokana na mwanamke. Mwanamke ndo anamfanya mwanaume apende. Umeshanielewa? Mwanamke ndiye anamfanya mwanaume apende. Mwanamke ndiye ambaye anamfanya mwanaume abaki kwenye mahusiano yake au aende kwingine, aendelee na safari yake. Yani iko hivi kwa upande wa mwanaume. Mwanaume wakati anaanza kwenda kumapproach mwanamke, sio kwamba amempenda. Hapana, amemtamani. Mwanamke anaweza akapenda. Ana uwezo wa kumuona mwanaume hata wasifanye chochote akapenda. Lakini mwanaume anaanza kutamani kwanza. Kitu ambacho yuko nacho mwanamke ama vitu ambavyo yupo navyo mwanamke. Mwanaume anaweza akamuona mwanamke amejaliwa na umbo zuri mashallah. Akaanza kumpenda, kumtamani. Anatamani au sura, akaanza kutamani. Sasa pindi ambapo anapomapproach yule mwanamke, then mwanamke sasa anamkubalia, anampokea. Kitendo cha yule mwanamke kumpokea, sasa kuna wanawake wenye hulka tofauti. Kuna mwanamke anaweza akampokea mwanaume kwa kupenda, kuna ambaye anaweza akampokea mwanaume kwa maslahi yake mwenye binafsi. Sasa yule mwanamke anayevompokea yule mwanaume, yale matendo ya mwanamke ndiye ambaye yatakayemshawishi mwanaume aliyemtamani. Kwa sababu wakati mwanaume anaanza kuapproach, kakupenda umbo lako, au kakupenda sura yako. Sasa utamfanyaje yule mwanaume akupende ili astiki nayo asiondoke? Wewe mwanamke ndo unapaswa sasa kutake part yako. Umeshanielewa? Kuamua sasa kufanya yale ambayo unapaswa kuyafanya kwa mwanaume, kumuonyesha heshima, namna kuzungumza naye, lakini pia namna ambavyo unavomhendo, unavokuwa kwenye mahusiano naye, nje ndani. Nikizungumza ndani pia unanielewa. Nikizungumza nje pia unanielewa. Maana kwamba katika mazingira ya nje, katika mazingira mnapokuwa ndani chumbani kwenu kule, namna gani sasa unavomtreat huyu mwanaume ili atoke sasa kule kwenye kutamani, aamie kwenye upendo. Ukiona mwanaume anaanza kukuapproach, then anakuambia anakupenda, huo ni uongo. Mwanaume anaanza kutamani kwanza kile ambacho upo nacho. Sasa wewe ndio utamfanya akupende. Kuna kina dada wengi wamekuwa wakilalamika kwenye mahusiano mara nyingi.
mimi sijui kila nakutana naye najikuta anaanza mahusiano na mimi anaondoka na niacha. Yani anakuja kuona anaanza kulalamika kwamba wanaume ndo wale lakini pasipo kuelewa unakuta mwingine anakuambia wanaume ni mambwa tu. Lakini je, wewe umetake part yako kama mwanamke umesimama vizuri, umetumia mbinu gani kuweza kumshawishi yule mwanaume akupende? Kwa kuna mwanaume anakuja kwako sasa, anasubiria kuona je utamshawishi abaki au aendelee na safari yake kama ilivyo kawaida. Ukimwona mwanaume ndio amekuja kwako na ameondoka, ni kwamba wewe hujamshawishi aendelee kubaki na wewe, aendelee kuwa kwenye mahusiano na wewe. Ukiona mwanaume amebaki kwenye mahusiano na wewe akaendelea kuwa na wewe siku zote, kipo kitu cha maana umekifanya juu yake, then akaona yes, huyu ni mwanamke nampenda, wacha nitulie naye. Na ukiona wakati umekaa na mwanaume kwa muda mrefu, umekuwa naye kwenye mahusiano, kwa maana kwamba umemfanya akakuamini, akaanza sasa kukupenda, akaanza kuwa na wewe jumla. Ukija sasa kuona amekimbia, ameondoka, kuna vitu ambavyo umevipunguza wewe mwanamke, kuna vitu ambavyo hujavifanya. Ndio maana sasa imefikia stage akaona ngoja sasa nikatafute pengine sehemu yenye amani. Mwanaume anapenda amani. Mwanaume anapenda amani, anapenda utulivu. Umeshaelewa? Kwa hiyo anajaribu kutafuta, mfano unaweza ukawa labda ulikuwa una utulivu kwake, akatulia na wewe, mkaelewana, mkasikilizana, ukaanza kamdomo na vitu ambavyo sio vizuri, ambavyo havimpendezi. Sasa huku nje kuna wakina dada wengi ambao hawajaolewa, warembo wazuri tu, wanazungumza vizuri, wana kauli nzuri, wana muonekano wa kuvutia zaidi. Wewe unaomba uzuri, nje pia kuna ambaye anaomba uzuri, yuko zaidi ya wewe, na kila siku wanazaliwa wengine wapya. Huyu ambaye anaomba uzuri akizungumza naye kwa uzuri, alafu wewe unazungumza naye kwa ubaya, imekula kwako, maana kwamba inabidi aende akatafute furaha na amani. Japo anakupenda, lakini huku anatafuta faraja. Ndio ile sasa unakuta mwanaume anachepuka nje ya mahusiano yake. Anachepuka kwa nini? Anatafuta amani. Maana kwamba ndio anakupenda, ulishamteka, mmeshafanya mengi, anaona sasa bora nijitulize huku, alafu nirudi nyumbani kama kawaida. Ndivyo ambavyo mwanaume anaishi kwenye mahusiano. Sawa, umezungumza kuhusu vitu viwili. Mwanamke anavyokuja kwa mwanamke, kimaslahi na kumpenda. Kimaslahi kivipi? Kuna mwanamke anakuja kwa ajili ya kutatua shida zake. Wapo, kuna wanawake ambao wapo kimaslahi zaidi. Na kuna mwanamke ambaye tayari yupo kwa ajili ya upendo. Mwanamke wa kimaslahi, namzungumzia mwanamke wa namna gani? Kuna mwanamke ambaye ameshapita kwenye mahusiano, akashatokana na ile swala zima la kupenda. Sasa yeye hahitaji maisha ya kujituma kutafuta pesa. Anaona sasa wacha ni utumie mwili wangu kutafuta pesa. Sasa ukikutana na mwanamke wa namna hii, ndo shida pia nayo inakuepo. Yule yuko kimaslahi, ndo utajikuta mmepangwa kama cheni. Kwa sababu gani? Kuna huyu ambaye anakuwa labda ni wa kutatua shida zake za kimavazi, kuna ambaye ni wa kutatua labda masuala madogo ya nywele, kuna ambaye kusaidia pia matatizo ya familia yake, kuna ambaye pia labda kumlipia kodi. Ndio tunazungumza sasa mwanamke ambaye tayari yeye yuko kimaslahi mjini. Yaani mwanaume anayemuona kwake ni kimaslahi. Lakini sio kwamba anakosa mtu ambaye anempenda. Hapana. Kuna mtu mmoja ambaye lazima atajikuta anampenda, lakini asilimia kubwa kwake atakuwa anaangalia maslahi. Maana kwamba huyu anempenda, naye pia atakuwa anamwekea kizuizi asimbane. Atampenda lakini kutokumbana, kwa maana kwamba huyu hataangalia kumchuna zaidi, bali ataangalia namna ya kuweza kusaidiana naye katika upendo, kushirikiana naye. Ndio hivyo ambapo kwa upande wa wanaume kwenye mahusiano wapo, lakini kwa upande wa wanawake, mwanamke akipenda amependa. Mwanamke akipenda amependa. Yaani mwanamke ana uwezo wa kumuona mwanaume. Mfano wewe unaweza kumuona Toby.
hujafanya naye chochote, Okay. hujazungumza naye Chochote. lakini the way tu anavyopita, yani moyo wako wow, mashallah, yani tayari unajikuta unatamani kuwa naye. Okay. Umeshanielewa? Ndiyo. Lakini kwa upande wetu sisi wanaume hicho kitu hatuna. Sisi tunele kutamani dada mrembo huyu ningempata huyu ile, yani ningempata ya maana kwamba utaenda pembeni, nje utazunguka hivi, utakutana mwingine tena hivyo yani. Okay. Lakini mwanamke akiona yes mashallah, mwanaume kamvutia kutoka moyoni, akapenda, anapenda jumla kabla ya kitu chochote kutokea. Lakini kwa mwanaume mpaka matukio kitu kitokee, matukio ndio ambayo yanamfanya mwanaume apende. Kwa ndivyo ambavyo tumetofautiana kati ya mwanaume na mwanamke katika swala zima la kuanzisha mahusiano. Okay. Sawa, sasa kipi ambacho kinasababisha mpaka mwanaume, umezungumza sifa za mwanaume kwenye mapenzi. Kitu gani ambacho kinatokea, tuseme let's say una mpenzi wako, mmerani vizuri, mnafika mahali ghafla tu mnakuwa sintofahamu. Yani ni adonke, mko mnawasiliana kila siku, tuseme mara 4 mara 5 kwa siku. Inafika mahali ni mara moja. Inafika mahali inakata kabisa mawasiliano. Hiyo inatokana na nini? Yaani kuwasiliana maana kwamba ni mke au ni kwenye mahusiano. Kwenye mahusiano tu pekee. Inafika mahali yanaisha kabisa. Sio kila muda inakuwa tena ni mara moja kwa siku. So mara moja tena inakuta tunakaa hata wiki mahusiano tujazungumza. Sasa hiyo tunasema kwamba ni ile mazoea. Okay. Kuzoeana. Hicho ndio kitu ambacho tunaweza tukakisema. Maana kwamba hakuna vitu vipi ambavyo mnavovizalisha ili mwenzako aweze kukuona mpya. Mara kwamba kwenye mahusiano kunahitaji vitu vya surprise, matukio ambayo tunaweza tukasema kwamba ni mapya. Yaani mfano mmeshazoea labda mkiamka salamu ile kawaida. Mnasalimiana. Maneno yale, hakuna maneno mapya. Mitoko ile, hakuna mtoko mpya. Mmezoea labda kwenda sehemu fulani kupata kinywaji, mnaenda pale kila mara, maana kwamba yes, yani kuna zile surprise ambazo kizifanya kwa mwenzako mnakuwa hamchokani haraka. Kwa maana kwamba hicho ambacho umezungumza kwa asilimia kubwa inategemeana sasa na namna ambavyo mmezoeana. Kwa kadri siku zinavyozidi kwenda upendo unapungua. Kwa kwenye mahusiano kuna kupanda kwa upendo na kuna kupungua kwa mahusiano. Maana kwamba yanapungua kivipi? Ni nyinyi wenyewe katika mahusiano yenu. Wewe mwanamke kama umesimama kwenye msimamo wako kama mwanamke katika vitu ambavyo unapaswa kuvifanya kwa yule ambaye unayempenda, naamini mahusiano hayezi kushuka. Na huyu ambaye unayempenda mwanaume wako anafanya vitu ambavyo anapaswa kuvifanya yeye kama mwanaume. Manake kwenye mahusiano kila mtu ana sifa zake. Maana kwamba mwanaume anapaswa kusimama kwenye nafasi yake, mwanamke naye vile anapaswa kusimama kwenye nafasi yake. Yaani kujua mimi ni mwanamke, napaswa kuaje kwa mwanaume wangu. Mimi ni mwanaume, napaswa kuaje kwa mwanamke wangu. Kuanzia nje paka ndani. Umeshaelewa? Ndani yenyewe mambo yakiwa ni yale kila siku, maana kwamba amzalishi kitu kipya. Maana kwamba utazidi kumuona mwenzako ni wa kawaida, wewe pia utamwona ni wa kawaida. Maana mnaonana ni kawaida. Sasa wewe utaanza kuwaza plan B. Nafanyaje ili nipate cha tofauti? Naye mwanaume anawaza nafanyaje ili nipate cha tofauti. Maana kwamba sioni kitu kipya, ndio ile kuzoeana. Ni vitu ambavyo vipo kwenye mahusiano. Umezungumza kuhusu ndani. Ndani kivipi? Ukizungumza ndani ni kwamba mnavopanga vyombo ndani ama ndani kivipi? Ndani nikiwa namaanisha zile momenti zenu. Mnapokuwa mpo faraga, mnapokuwa mpo chumbani, katika namna ambavyo unamkea mwenzako, namna ambavyo unavokuwa romantic kwa mwenzako, namna ambavyo unakuwa katika maandalizi kwa mwenzako, namna ambavyo mnavoenda kula kile chakula wewe na mwenzako. Je, matukio ni kila siku yanakuwa yako katika staili ile?
ama kuna staili ambayo mnakuwa mnaibadilisha. Sasa kama kuna staili ambazo mnakuwa wabunifu kila kukicha, basi moja kwa moja kila kukicha utakuwa unamuona mwenzako ni mpya. Yani nikiramaanisha kwamba mfano ndio wakati mnapokuwa mpo kwenye tukio, okay, namna ya kwanza kuhakikisha kwamba mwenzako unamweka kuwa tayari kwa ajili ya kukila kile chakula. Je, unamwandaaje ili yale chakula? Ubunifu unahitajika. Kila siku unapaswa kuwa na mipango mingine mipya ya kuweza kumuandaa mwenza wako. Sio kila siku unakuja katika momenti zile. Kumbuka mwenzako anazoea, anakremisha, ameshazoeaga kunifanyia hivi. Anakuja hivyo. Kila siku unakuja hivyo. Sasa unapaswa labda siku 3 umeenda hivi. Siku 3 nyingine umekuja katika muondoko mwingine. Namna gani unaandaa sasa kukila kile chakula? Namna gani sasa mwenzako anapokea kukila kile chakula? Maana kwamba sasa wewe ambaye unaandaa tukio na wewe ambaye unalipokea tukio, je, unapokeaje hicho chakula? Kwa maana kwamba kwenye mahusiano sio mtu mmoja, wote kwenye mahusiano wote mnapaswa kuwa kitu kimoja. Maana kwamba anayefanya sio mmoja, mnafanya ni wawili. Maana kwamba hata kwenye kukiandaa chakula lazima mkiandae mkiwa wote wawili. Kuna momenti nyingi ambazo unaweza kaanza kusikia kwamba hususan kwa upande wa kina dada, wanawake wengi wamekuwa wakiona kwamba kwenye mahusiano anaweza tu mwanaume ndo anapaswa kufanya kila kitu. No, unakosea dada. Tena unakosea vikubwa mno. Maana kwamba wewe unapaswa pia kumweka mwanaume wako awe tayari, ashawishike. Unapaswa kumshawishi. Mwanamke kwanza unaanzia katika swala zima la usafi. Ndio. Lazima uwe msafi nje mpaka ndani. Kiasi ya kwamba wakati anafika kwenye tukio anaanza mazingira, na wakati wa kuendea kulila lile tunda, basi moja kwa moja akute pia katika hali ya usafi. Maana kwamba anapata hamasa, anapata ushawishi wa kuendelea kulila lile tunda, kiasi ya kwamba leo na kesho akikaa akifikiria na mashallah, yani pale penyewe umeshaelewa, anakuwa anawaza kwamba pale penyewe, yani hata akikukumbuka tu namna hii, yes, anatamani tena lile tukio liendelee. Maana kwamba umemfanya kila siku aendelee kukuona uko katika hali ya smart, katika upya, na ataendelea kukuhitaji kila mara. Lakini dada, ka ubunifu nako pia kanahitajika, ka ujuzi kale, ka udambu dada nako kana ka ufundi kadogo. Usitegemee kwamba eti unamtegemea yeye tu pekee. Kuna siku atakuchoka, atatamani kumtafuta yeye mwingine ambaye atakayemweka vizuri. Unajua hivi vitu vinaendana kutokana na mazingira ya ushawishi. Namna ambavyo unashawishi. Unaweza ukasikia kwamba kwa asilimia kubwa wanawake ndio wamekuwa kilalamika kwenye mapenzi. Yani asilimia kubwa, na sidhani kama kuna mtu anabisha katika hili. Wanawake ndo wamekuwa wakilalamika kwenye mahusiano. Unaweza kusikia mwanamke anakuambia mwanaume mwenyewe hayuko hata romantic. Umeona? Au unasikia mwanaume mwenyewe hata aniridhishi. Lakini je, wewe umetake part yako? Wewe kama mwanamke umefanya kila kitu ambacho kinachotakiwa? Yes, ni vitu ambavyo pia vipo. Ni kwa nini mwanamke anaishia tu kumlaumu mwanaume? Kwa sababu mwanaume labda kazi yake ndo, yani inakuwa ni kwa upande mkubwa wanawake wanakuwa tumekariri au wamekariri kwamba kwenye tukio anayetakiwa kuandaa ni mwanaume. Na kitu ambacho sicho. Lazima wote muandaane. Lazima wote mshirikiane. Maana kwamba ili wewe dada uenjoy, ili umuone mwenzako mpya, ili umfurahie mwenzako, yani unapaswa pia wewe kuwa mjuzi, yani unapaswa kuwa fundi, yani unapaswa kuhakikisha kwamba yani mwenzako wakati wote anakutamani. Yani unamtengenezea mazingira, yani wakati wote anatamani kuwa na wewe. Kutokana na nini? Hali ya yani manake tunasema kwamba mwanamke yeye ana uwezo wa kuyaandaa yale mazingira. Mazingira nikiwa namaanisha mazingira kinamna gani? Ndio. Eneo la tukio. Lakini pia yeye mwenye binafsi
yani kukiandaa chakula. Naamini hata wewe ukienda nyumbani ukikuta mama amekuchotea chakula alafu kwenye sahani ambayo ni chafu, sio safi, au imekaa tu, unaweza kujikuta unakinai ghafla, uwezi kula. Sasa wewe unaweza ukamlaumu kwamba sijui huyu mwanaume aniridhishi sijui nini. Je, umekiandaje chakula chako kikawa katika muonekano mzuri wa kuvutia? Hili ni tatizo ambalo pia lipo katika swala zima la mahusiano. Maana kwamba mwanamke anashindwa kuelewa kwamba kuna part kubwa ambayo anapaswa kuifanya. Lakini si katika hali ya usafi tu, si katika hali ya kuandaa yale mazingira tu, lakini kuna vile viswaga dada ambavyo unatakiwa vifanye. Viwepo. Kuna vinguo ambavyo ukivivaa ukiwa uko faraga na mwenza wako, yani lazima atajikuta akikutazama namna hii anatamani tena, anatamani tena na tena. Sasa kila siku unaswaga tofauti. Unategemea huyo mwanaume utamweka katika hali gani au katika mazingira gani? Kwa ni vitu ambavyo vipo kwenye mahusiano. Mwana dada unatakiwa ujue wajibu wako. Jitume pia. Usitegemee kwamba yeye ajitume tu, tengeneza ushawishi na wewe pia jitume. Lazima mahusiano yenu kila siku yatakuwa yako namna hii. Sawa, mtazamaji wa Gift Online TV, tuko katika kipindi cha Love Zone. Tunazungumzia masuala mazima ya mahusiano. Basi wewe dada ambaye unatuangalia kwa sasa, unatutazama kwenye channel yako ya Gift, jifunze kuwa mbunifu, jifunze kuwa na mbinu. Sio tu kila siku subiri Juma ama Joni ya kuandae, lakini hata wewe unapaswa kuwa na ubunifu. Nini ufanye ili mahusiano yako yazidi kudumu, na sio tu akuchoke atamani kutoka nje, lakini uonyeshe ufundi kwamba akiwaza kutoka nje ila aone kule nje hakuna chochote, wewe vyote unavizidi. Kwa hiyo usibaki na kitu kimoja, embo muonyeshe ufundi, fanya vitu mbalimbali. Jiandae wewe mwenyewe, andaa sehemu ya tukio, lakini pia muandae yeye katika kula chakula ambacho mmepanga kula kwa wakati huo, kwa siku hiyo. Sasa tukienda mbioni kumalizia, Bwana Cayman, nini sasa ushauri wako kwa wanaume ambao yani anaona kuliko pia wewe mwanaume unaona mke wako au mchumba wako yuko hivi, pia na unatakiwa wewe na ujiongeze. Sasa unaenda wewe gogo, yeye gogo, nini ambacho kinatokea? Maana kwamba wote mnakuwa magogo hapa. Sasa wote mkishakuwa magogo ndio tunafika mahali kwamba kila mmoja anatakiwa aende zake, maana mwisho siku mtaachana. Sasa wewe mwanaume unapaswa kumfundisha mwanamke wako kama kuna vitu ambavyo mapenzi ni ukweli. Yani raha ya mahusiano ni ukweli. Kama unashindwa kuwa muwazi kwa mwenza wako, hauwezi ukadumu kwenye mahusiano. Yani ukweli ni jambo la msingi. Mwenzako kuna kitu ambacho akifanyi vizuri, mwambie. Na wewe pia mwanamke vile vile, kuna kitu mwenzako akifanyi vizuri, mwambie. Yani kuwa huru, mweleze bana, mimi napenda hivi, yani ukinishika hivi mimi yani ukifanya hivi mimi hapa ndo penyewe. Umeshaelewa? Hebu jaribu kuwa namna, jaribu kuwa romantic namna, mnaeleweshana tu. Na yeye pia ana uwezo wa kukuambia vile ambavyo unapaswa kuambiwa mwanamke. Maana mimi bana, mke wangu mimi napenda ukifanya hivi, ukiwa hivi, ukiwa katika mazingira haya mimi kiukweli na enjoy. Umeshaelewa? Ndio maana unaweza kukuta kuna siku ambayo mna perform vizuri, kuna siku ambayo mnakuta amperform vizuri. Kwa sababu gani? Maana kwamba bado mnakuwa hamna consistency kwenye mahusiano yenu. Sasa mnatakiwa mkomalie pale ambapo mlipo perform vizuri. Hebu jaribuni kushikilia, afu jifunzeni njia hiyo kwamba kumbe tunapaswa kufanya hivi na hivi na hivi, mambo yaweze kunyoka. Kwa maana kwamba kwenye eneo la mapenzi, mahusiano, ukweli ni jambo la msingi. Yani kama unaogopa kumwambia mwenza wako ukweli, kama unaogopa kumwambia mwenza wako ukweli, maana kwamba wewe mwenyewe pia ni chanzo cha kuivunja mahusiano yako. Sawa, mtazamaji wa Gift Online TV, tumefika tamati katika kipindi chako pendo cha Love Zone. Endelea kutufuatilia, baki na sisi.